Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeisoma hotuba hii vizuri sana na siwezi kuongelea mambo yote ndani yake. Taongea mambo mawili tu, ukurasa wa 26 na ukurasa wa 14. Ukurasa wa 26, Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimnukuu Mheshimiwa Rais kwenye paragrafu ya mwisho. Amesema vile vile tutaanzisha mfuko wa wakfu wa madini, Mineral Sovereign Wealth Fund, ili fedha zitokanazo na madini zije ziwasaidie watoto wa vizazi vijavyo. Tunafanya hivyo tukitambua kuwa madini si mahindi kwamba ukiyavuna utatenga mbegu ili uyaoteshe tena. Tunataka vizazi vyetu visikute mashimo tu. Mheshimiwa Mwenyekiti, asubuhi ya leo nilikuwa nasikiliza hotuba ya Mwalimu Nyerere ya mwaka 61. Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na wazee wenzake waliopigania uhuru wa nchi yetu walijua ya kwamba chini ya ardhi kuna almasi, chini ya ardhi kuna dhahabu, chini ya ardhi kuna gesi, chini ya ardhi kuna uranium, chini ya ardhi kuna makaa ya mawe, lakini hawakutaka kuyauza. Mwalimu Nyerere alitamka maneno yafuatayo, naomba nimnukuu. Alisema hivi: madini hayaozi, na kataza uchimbaji hadi wa Tanzania, naomba nirudie, hadi wa Tanzania watakapokuwa na uwezo. Mwisho wa kunukuu. Mheshimiwa Mwenyekiti, wazee wetu hawa wa mwanzo mwaka 61 walikuwa na uwezo wa kuyauza haya madini tusiyakute, lakini spiti yao ikawa tuwatunzie watakaokuja baada ya sisi. Vijana wa wakati huo wakiwa wameshapata elimu ya kutosha waje wachimbe madini haya kwa ajili ya Watanzania. Hawakuwa na tamaa wazee wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, miaka 65 baadaye tumesimama hapa. Wakati Mwalimu Nyerere anatamka maneno hayo, nchi yetu ilikuwa bado iko nyuma sana. Ilikuwa na chuo kikuu kimoja tu, ilikuwa na shule za msingi 3612 tu, ilikuwa wakati ule na umeme chini ya megawati 100, lakini hakuwa na haraka. Akasema tuachie sisi ili sisi tuje tuchimbe madini haya. Miaka 65 baadaye nimesimama ndani ya bunge hili pamoja na nyinyi. Tumeyakuta madini, tumechimba, tumeiendeleza nchi yetu. Hivi ninavyoongea, Mheshimiwa Mwenyekiti, umeme katika nchi yetu tumefikia megawati 4200. Ninapozungumza hivi sasa, vyuo vikuu sio kimoja tena, ni vyuo vikuu 50 katika nchi yetu. Ninapozungumza hivi leo, umri wa kuishi wa Mtanzania umeongezeka toka miaka 37 mpaka miaka 67. Kazi ya madini haya ambao wazazi wetu walituachia. Swali langu Mheshimiwa Mwenyekiti, ambao najiuliza ndani ya moyo wangu, ambao nataka wabunge tujiulize, tunafanya nini sisi kwa ajili ya watoto na wajukuu zetu? Tunafanya nini mimi na wewe ili wajukuu zetu nao waje waseme kama ninavyomshukuru Mwalimu Nyerere mimi, nao wasimame waseme nalishukuru bunge la 13, na mshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan na wabunge waliokuwepo wakati ule kwa uamuzi wao wa kuhakikisha kwamba walinitunzia sehemu ya mapato ili mimi anisaidie. Na mshukuru Mheshimiwa Rais sana kwa uamuzi huu wa kuanzisha mfuko huu, ili tunachokipata leo tusikitumie chote, tubakize kidogo kwa ajili ya watoto wetu. Mheshimiwa Rais, kwa niaba ya wajukuu zangu, asante sana. Mheshimiwa bunge, na waombeni sana kwa moyo mkunjufu na kwa unyenyekevu. Naomba sana tumuunge mkono Mheshimiwa Rais kwenye jambo hili. Ushauri wangu, hatuwezi kuwa kila madini, kila product iwe na mfuko wake. Mfuko huu wanaoanzisha unaitwa Mineral Sovereign Wealth Fund kwa ajili ya madini peke yake. Lakini mwaka 2014 kwa mliokuwepo bungeni wakati huo, mlianzisha kitu kinaitwa Natural Gas Resource Fund, ambao matumizi yake ni sawa sawa na kilichotamkwa hapa. Na muomba Mheshimiwa Waziri wa Fedha, ambaye sasa hivi ndio waziri mkuu wetu, naomba sana tusiwe na mfuko kwa kila product. Natural Gas Revenue Fund ya mwaka 2014 na sheria yake ipo, iliundwa pamoja na hiki kilichozungumzwa hapa, kiwe mfuko mmoja. Mfuko huu mmoja, badala ya kuitwa oil, tukipata petroli leo tutahitaji kuwa na mfuko wake. Tukipata product, tukivumbua kitu kingine kesho, labda uranium iwe na mfuko wake. Hatuwezi kuwa na mifuko mingi. Badala yake tuwe na mfuko mmoja tu, na mfuko huu uitwe Natural Wealth
sovereign fund. Fedha zikusanywe pale ziwasaidie watoto wetu watakao kuja baada ya sisi. Mheshimiwa Mwenyekiti, hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili liko ukurasa wa 14. Kwenye ukurasa wa 14, Mheshimiwa Mwenyekiti, hotuba ya Mheshimiwa Rais imetamka maneno yafuatayo: mwelekeo wetu ni kukua kwa pamoja kwa uchumi unaogusa maisha ya watu mmoja mmoja, microeconomy, na uchumi wa jumla, macroeconomy. Tunataka kukuza uchumi wetu. Tunataka kukuza uchumi wetu micro na uchumi wetu micro. Unaposoma ripoti zetu za uchumi, unakuta taarifa nzuri sana kwamba GDP yetu imeongezeka ni bilioni 92. Per capita income imeongezeka ni 1,300. Lakini wananchi wetu hawana fedha mfukoni. Kwenye rekodi uchumi umekuwa, lakini wananchi wanalalamika hawana fedha. Nini cha kufanya, Mheshimiwa Mwenyekiti? Na kubaliana na kila kitu. Tufanye jambo moja muhimu sana katika taifa letu. Tufanye trickle down effect, uchumi utoke macro uje micro, uingie kwenye mifuko ya watu, watu waone fedha kwenye meza zao, wapate chakula. Lengo la Mheshimiwa Rais ni kuwapa watu furaha. Nimesema ripoti ya furaha duniani, nchi yetu ni ya 129. Kuna nchi 12 tu chini. Tuna kazi kubwa sana kuwapa furaha watu wetu. Watu wetu wanahitaji fedha, wanahitaji maisha yao yawe rahisi, waweze kuwa na furaha. Mheshimiwa Mwenyekiti, tufanye nini sasa? Tufanye nini? Hatuwezi kugawa fedha kwa watu wetu. Tutengeneze opportunity za watu kutengeneza fedha wao wenyewe. Nashukuru bunge lako tukufu. Tulikaa hapa mwaka jana, tukapitisha sheria ya manunuzi, tukabadilisha sheria ya manunuzi kwamba biashara yoyote ya bilioni 50 kushuka chini haifanywi na mgeni katika nchi hii. Tumefanya jambo hilo. Mheshimiwa Waziri wa Fedha akatoa, Mwigulu Nchemba waziri mkuu wetu akaandika kanuni. Leo hii Tanzania hakuna mtu mgeni anafanya biashara ya bilioni 50. Na waomba sana Mheshimiwa bunge, tupandishe threshold kutoka bilioni 50 twende bilioni 100. Biashara bilioni 100 isifanywe na mgeni. Mheshimiwa Mwenyekiti, Watanzania wamechoka kuendelea kushuhudia wageni wanakuja hapa wanatajirika, wao wanabaki maskini. Leo hii tuna viwanda vingi kila mahali, lakini tunafahamu ya kwamba watu hao ni wawekezaji. Sichukii wawekezaji, Mheshimiwa Mwenyekiti, sichukii wawekezaji. Na namshukuru sana Mheshimiwa Rais ameongeza mitaji ya wawekezaji katika nchi yetu kutoka dola bilioni 1 mpaka bilioni 6 leo tunavyoongea. Namshukuru sana Mheshimiwa Rais. Lakini wakati napenda wawekezaji, na wapenda watu wangu. Nataka watu wangu watajirike kwenye nchi yao. This is our country. Tunakitakiwa sisi wenyewe tuwe na uchumi mkononi. Take dominion of the economy. Hii ni nchi yetu. Sichukii wageni. I'm not xenophobic. Lakini natamani watu wetu washikilie uchumi wa nchi. Watanzania wa mabilionea katika nchi yao. Wana nchi tajiri, ina kila kitu, wanaweza kutajirika. Tuwasaidie, tutengeneze fursa. Namshukuru Mheshimiwa Rais ameanzisha Samia Bond kuwasaidia wakandarasi. Namshukuru Mheshimiwa Rais ameleta bilioni 200 kuwasaidia vijana wetu waweze kupata mikopo. Namshukuru Mheshimiwa Rais na bunge lako kwa sheria ya local content kuwasaidia Watanzania waweze kushika kwenye uchumi wao. Mheshimiwa Mwenyekiti, tusipowasaidia Watanzania tukawatengenezea mazingira ya kutajirika, wataendelea kuwa maskini, wataendelea kuwa na chuki. Tuwasaidieni waweze kukamata uchumi wa nchi yao. Digital economy, Mheshimiwa Mwenyekiti, tuwasaidie digital economy. Leo hii vijana wetu wana product wamebuni, hawana mtaji, hawezi kwenda benki wakakopeshwa. Huo ubunifu wao uwe sehemu ya mtaji, waweze kupatiwa mikopo na benki. Marekani walipoanzisha Silicon Valley, walikuwa na Silicon Valley Bank kuwasaidia ubunifu wao. Tusipofanya hivyo, vijana wetu watabuni product, watakimbia nchi yao. Benjamin Fernandez alianzisha Nala, hakupata msaada, akimbia nchi nyingine. Sio jambo jema. Tuwasaidie vijana wetu watajirike na nchi yao.